أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kuna habari ya Hijjatul Wida isemayo ya kuwa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mnamo mwaka wa 10 hijria siku ya Alhamisi aliondoka kwa ajili ya Hijjatul Wida, ilhali siku 6 za Zikada zilikuwa zimebaki. Sawa na kauli moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka siku ya Jumamosi. Kuhusu safari hiyo kuna riwaya ya kwamba Asma binti Abi Bakar anasimulia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponuia kufanya Hijjatul Wida, Abubakar Siddiq alisema, e Mtume wa Allah, mimi ninaye ngamia mmoja, sisi tunaweza kubeba masurufu yetu juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haya, fanya hivyo. Basi kwa ajili ya mzigo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abubakar Siddiq kulikuwa na ngamia mmoja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatayarisha vitu kadhaa vya unga na shairi na akapakia juu ya ngamia ya hata Abubakar, na hata Abubakar akamkabidhi mtumishi wake. Asma binti Abi Bakar anasimulia ya kwamba sisi tulitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya hija. Tulipokuwa katika eneo la Arsh, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishuka kutoka kipando chake, nasi pia tukashuka. Hapo Aisha akaketi karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nami nikaketi karibu na baba yangu, na mzigo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mzigo wa hata Abubakar ulikuwa umebebwa juu ya ngamia mmoja, kama imekwisha elezwa hapo kabla, ambaye alikuwa kwa mtumishi wa hata Abubakar. Hata Abubakar akaanza kumsubiri ili yeye aje. Mtumishi huyo akaja, lakini ngamia yake hakuwa pamoja naye. Hata Abubakar akamuuliza mtumishi wake kwamba ngamia yako yuko wapi? Ye akasema kwamba nimekwisha poteza tangu usiku uliopita. Hata Abubakar akasema, tulikuwa na ngamia mmoja tu ambaye wewe umempoteza. Hapo hata Abubakar akainuka ili ampige, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatabasamu na akasema kwamba angalieni Mehrem huyo anafanya nini. Ibn Abi Razma anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema zaidi yake, isipokuwa akasema kwamba angalieni jamaa huyo anafanya nini, naye akaanza kutabasamu. Kwa vyovyote vile, baadhi ya maswahaba walipojua ya kwamba masurufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamepotea, wao wakaja na his ni halwa nzuri sana inayotayarishwa na tende na unga na siagi, na wakaiweka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Abubakar ambaye alikuwa amemkasirikia mtumishi wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba, e Abubakar, tumia upole, swala hili si katika uwezo wako wala katika uwezo wetu.
bila shaka mtumishi wako atakuwa amejitahidi kwamba ngamia asimpotee, lakini akapotea. Na mtume saa salam akasema kwamba ebu angalia, chakula kizuri kimekuja ambacho allah ametutumia, na chakula chetu kilichokuwa kwa mtumishi wako huyo, chakula hicho ni mbadala yake. kisha mtume saa salam na abubakar wakala chakula kile, na watu wengine pia wakala waliokuwa wakila pamoja nao mpaka wote wakashiba. kisha Safwan bin muattal akafika huko, ambaye wajibu wake ulikuwa ni kutembea nyuma ya msafara, na yeye alikuwa na jukumu hilo hilo kama imekwisha elezwa katika tukio la ifk, ya kwamba yeye alikuwa anakaa nyuma ya msafara ili aone kwamba kama kuna kitu kilichoachwa nyuma. Hasafan akaja na ngamia yule alikuwa pamoja naye, na masurufu pia yalikuwa juu yake. yeye akaja na akamkalisha ngamia karibu na mlango wa hema la mtume sallallahu salam. Ndipo mtume akamwambia abubakar kwamba angalia, kama kuna kitu chako chochote kimepotea kutoka mzigo wako. hata abubakar akasema kwamba hakuna kilichopotea isipokuwa bakuli moja tu tuliyokuwa tunatumia kwa ajili ya kunywa maji. wakati ule ule mtumishi huyo akasema kwamba bakuli ile ipo kwangu. imesimuliwa na hata abubakar sidik raziallahu taala anhu ya kwamba wakati wa hijatulwida yeye alitoka na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kufanya hija, na mkewe asma binti umas pia alikuwa pamoja naye. basi watu hawa walipofika katika eneo la zulhulaifa, muhammad bin abu bakar akazaliwa kwa hat asma. zulhulaifa ni eneo ambalo lina umbali wa maili 6 au 7 kutoka madina. hata abubakar akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia habari hiyo ya kuzaliwa kwa mwanaye. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba mwambie asma kwamba aoge, kisha afunge ihramu ya hija na afanye yote kama wafanya hija wanavyofanya, isipokuwa asifanye tawafu ya baitullah. mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipopita katika bonde la asfan, mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza akisema, e abubakar, hili ni bonde gani? abubakar akamjibu kwamba hili ni bonde la asfan. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hat hud na haswale walikuwa wamepita katika bonde hilo kwa ajili ya hija ya baitul atik, huku wakipanda ngamia wawili wekundu ambao lijamu yao ilikuwa imetengenezwa na majani ya mtende, na walikuwa wamevaa kanzu na wamejifunika na shuka nyeupe na nyeusi zenye nukushi, huku wanasoma talbia. katika safari ya hijatulwida watu waliokuwa na wanyama wa zabihu, hata abubakar sidik pia alikuwa mmoja wao. hata abubakar anasimulia ya kwamba mimi niliona katika hijatulwida ya kwamba suhail bin amr amesimama katika sehemu ya machinjioni na anamsogeza mnyama wa zabihu wa mtume saa salam karibu yake. mtume saa salam akamchinja kwa mkono wake, kisha akamwita kinyozi na akanyoa nywele zake. anasema kwamba nikamwona suhail ambaye alikuwa ana busu nywele tukufu za mtume sallallahu alaihi wasallam. anasema kwamba wakati ule nikakumbuka zama zile zile ambapo wakati wa suluhu ya hudabia suhail huyo huyo alikuwa amemzuia mtume saa salam kutoka kuendika bismillahi rahmani rahim ambayo ilikuwa iendikwe katika mkataba. hata abubakar anasema kwamba mimi nikamhimidia allah ambaye akamwongoza suhail kwenye islam, na pale alipomwongoza yeye akazidi sana katika ikhilasi na imani. katika marazi ya mwisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna habari za kusalisha kwa hata abubakar sidik raziallahu anhu. hata aisha raziallahu anha anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika marazi yake kwamba mwambie abubakar kwamba yeye awasalishe watu. hata aisha anasema mimi nikamwambia mtume saa salam ya kwamba hata abubakar atakaposimama juu ya mahali pako
yeye kwa sababu ya kulia kwake hataweza kuwasikilizisha watu, hivyo mwambie hat umar ili yeye awasalishe watu. Hata aisha anasema kwamba kisha nikamwambia hat hafsa ili yeye amwambie mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hat abubakar akisimama juu ya mahala pako kwa sababu ya kulia kwake hataweza kuwasikilizisha watu, hivyo wewe umwambie hat umar kwamba yeye awaongoze watu katika swala. Hata hafsa akafanya hivyo. Mtume akakasirika juu yake na akasema kwamba nyamaza, nyinyi ni kama walivyokuwa kina mama wa yusuf, mwambie abubakar kwamba awaongoze watu katika swala. Kabla ya kifo mtume saa salam alipokuwa anaumwa, hat bilal akamwambia hat umar ili aswalishe swala, na wakati ule abubakar alikuwa hayupo. mtume saa salam aliposikia sauti ya umar katika chumba chake akasema kwamba abubakar yuko wapi? allah na waislamu hawapendi jambo hili ya kwamba mtu mwingine aswalishe sala isipokuwa abubakar. kisha abubakar akaitwa. yeye alipofika hat umar alikuwa amekusha maliza tayari. kisha baada yake katika marazi ya mtume saa salam hadi kifo chake hat abubakar ndiye aliyeendelea kuswalisha swala. hat aisha anasimulia ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam katika marazi yake alimwambia hat abubakar ya kwamba yeye awasalishe watu swala, hivyo yeye alikuwa anawasalisha. urwa alikuwa akisema ya kwamba mtume saa salam alipoona kwamba kuna unafuu katika marazi yake, mtume sasa akatoka nje na akaja miskitini. ndipo akaona kwamba abubakar alikuwa amesimama mbele ya watu na anawasalisha. hata abubakar alipomwona mtume saa salam akasogea nyuma. hapo mtume akamwashiria kwamba abaki pale pale alipo, na mtume saa salam akaketi karibu yake. hata abubakar alikuwa akiswali pamoja na swala ya mtume saa salam, na watu walikuwa wakiswali pamoja na swala ya hata abubakar. katika sahih bukhari kuna riwaya nyingine, hat anas bin malik ansari anasimulia ya kwamba hata abubakar katika marazi ya mwisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ndani yake mtume akafariki dunia, alikuwa anawaswalisha watu swala hadi ilipofika siku ya jumatatu, na yeye alikuwa anaswalisha. mtume akainua pazia kutoka chumba chake. mtume alikuwa anatuona na alikuwa amesimama na uso wake ulikuwa ni kama ukurasa wa kurani tukufu. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu kwa furaha, nasi tukazani ya kwamba kwa kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa furaha hiyo sisi tutaingia katika majaribio. katika muda huo huo hata abubakar akasogea nyuma kwa visigino vyake ili aungane nasi katika safu, naye akazani kwamba mtume saa salam amekuja kusalisha swala, lakini nabii sallallahu salam akaashiria na akasema kwamba maliza swala yako, na siku ile ile mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki dunia. musleh maud akieleza riwaya iliyotangulia hapo juu anasema ya kwamba hat aisha anasema ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata marazi ya mwisho kwa sababu ya udhaifu wake mkubwa hakuwa na uwezo wa kuswalisha swala, hivyo akamwamrisha hata abubakar kwamba aswalishe swala. hata abubakar alipoanza kuswalisha swala mtume akajisikia unafuu kidogo na akatoka kwa ajili ya swala. hata aisha anasema kwamba baada ya kumwambia hata abubakar kwamba yeye aswalishe sala ilipoanza mtume sallallahu alaihi wasallam akajihisi unafuu katika marazi yake, ndipo akatoka nje huku akisaidiwa na watu wawili. wakati ule anasema kwamba manzari ile ipo mbele ya macho yangu ya kwamba kwa sababu ya maumivu makali miguu ya mtume saa salam ilikuwa inagusa chini. hata abubakar alipomwona mtume akaamua kusogea nyuma, lakini mtume saa salam akamwambia ya kwamba ubaki pale pale ulipo. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaletwa huko na mtume saa salam akaketi karibu na hata abubakar. baada yake mtume saa salam akaanza kuswali swala yake na abubakar akaanza kuswali pamoja na swala ya mtume saa salam, na watu wengine wakaanza kuswali wakifuata swala ya hata abubakar. kuhusu kifo cha mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam,
urwa bin zubair anasimulia kutoka kwa mke mtakatifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam hata aisha radhiallahu anha ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alifariki dunia na wakati ule hata abubakar alikuwa katika sanaa ambayo ni kijiji kilichopo pembeni. Kwa kusikia habari hiyo hat umar akainuka. Habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam iliposhamiri hata abubakar hakuwepo kule na hata umar alikuwepo. Yeye akasimama na akasema wallahi mtume sallallahu alaihi wasallam hajafa. hata aisha alikuwa anasema ya kwamba hata umar alikuwa anasema ya kuwa wallahi hili ni jambo ambalo nilikuwa nimelifikiri ya kwamba allah lazima atamuinua mtume wake ili akate mikono na miguu ya baadhi ya watu. katika muda huo huo akaja hata abubakar naye akaondoa kitambaa kutoka uso wa mtume saa salam na akambusu na akasema kwamba wazazi wangu wajitolee kwako, wewe ni mtukufu na mtakatifu katika uhai wako na kwenye mauti yako. na hapa kwa dhati ambaye uhai wangu umo mkononi mwake, allah kamwe hata kuonjesha mauti mbili. na kwa kusema hayo akatoka nje na akasema ewe mwenye kula kiapo tulia, yani akamwambia hat umar kwamba atulie. hata abubakar alipoanza kusema hat umar akaketi. hata abubakar akamhimidia allah na akasema ala man kana yabudu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fainna muhammadan qad mata waman kana yabudu llaha fainna llaha hayyun la yamut. sikilizeni, yeyote aliyekuwa akimwabudu muhammad saa salam asikie ya kwamba kwa yakini muhammad amefariki dunia, na yeyote aliyekuwa akimwabudu allah akumbuke ya kwamba allah yu hai na hata kufa kamwe. na hata abubakar akasoma aya ifuatayo innaka mayitun wa innahum mayitun, kwa yakini wewe ni mwenye kufa na hakika wao pia ni wenye kufa. kisha akasoma aya ifuatayo wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afain mata au qutilan qalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibaihi falan yazurullaha shay'a wasayajzi llahu shakirin. na siye muhammad ila yu mtume, bila shaka wamekwisha fariki kabla yake mitume. je akifa au akiuawa mtarudi nyuma kwa visigino vyenu, na atakayirudi nyuma kwa visigino vyake hata mzuru allah chochote, na allah bila shaka atawalipa wanaoshukuru. msimuliaji alikuwa akisema kwamba kwa kusikia hayo watu wakalia mno mpaka wakashikwa na kwikwi. hata ibn abbas anasema ya kwamba wallahi ikaonekana kuwa watu walikuwa hawajui chochote kuhusu aya hiyo ya kwamba allah ameiteremsha aya hiyo mpaka hata abubakar akaisoma, na ikaonekana kuwa watu wakajifunza aya hiyo kutoka kwa hata abubakar. kisha katika watu kila moja niliyemsikia alikuwa anasoma aya hiyo hiyo. msimuliaji anasema kwamba said bin musayyib akaniambia ya kwamba hatumar alisema wallahi nilipomsikia hata abubakar akisoma aya hiyo nikashtuka mno, na kwa sababu ya hofu miguu yangu ikashindwa kuvumilia mzigo wangu nami nikaanguka chini. nilipomsikia abubakar akisoma aya hiyo nikajua kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam amefariki dunia. hata abdullah bin umar anasimulia ya kwamba hata abubakar alipita karibu na hat umar ilhali yeye alikuwa anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajafa na hata kufa mpaka allah asiwaue wanafiki. hata abdullah bin umar anasema ya kwamba wao yani masahaba kwa kusikia maneno yake hayo walikuwa wanaonyesha furaha yao na walikuwa wakiinua vichwa vyao. hapo hata abubakar akasema mtu kwa yakini mtume saa salam amefariki dunia, yani akamwambia hat umar na akasema kwamba kwa yakini mtume saa salam amefariki dunia. je hujasikia ya kwamba allah anasema innaka mayitun wa innahum mayitun, kwa hakika wewe ni mwenye kufa na hakika wao pia ni wenye kufa. na pia anasema wama jaalna libasharin min qablika lkhuld, nasi hatukumfanya mwanadamu yeyote wa kabla yako aishi milele. kisha hata abubakar akaja juu ya mimbari na akatoa hutuba.
akatoa hutuba. Katika ufafanuzi wa hadisi hiyo, abu abdullah qurtubi anasema ya kwamba katika jambo hilo kuna dalili kubwa sana juu ya ushujaa na ujasiri wa abubakar sidik, kwani ushujaa mkubwa ndio huu ya kwamba wakati wa kushuka kwa masaibu moyo usimame kidete, na hakukuwa na msiba mkubwa zaidi kuliko msiba huo wa kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam uliowapata waislamu. Basi wakati ule ushujaa na elimu yake ikadhihiri, ujasiri pia ukadhihiri, mpaka akavumilia msiba, na jinsi alivyofafanua aya ya Qur'ani tukufu, hapo elimu yake pia ikadhihiri. Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema ya kwamba katika vitabu ya hadisi na vitabu vya historia imeandikwa hivi ya kwamba kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kiliwaletea maswahaba athari kubwa sana, mpaka wao wakashtuka, na wengine wakashindwa kuongea, na wengine walikuwa hawezi kutembea, na wengine wakashindwa kudhibiti hisia na akili zao, na wengine kwa sababu ya huzuni na ghamu hiyo wakafariki dunia. Athari kubwa ikatokea kwa Hazrat Umar, mpaka yeye akakataa kukubali habari hiyo ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na akasimama na upanga wake na akasema, kama kuna mtu asemaye kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, mimi nitamua. mtume sallallahu alaihi wasallam ameitwa kama alivyoitwa Musa alayhi salam, kama yeye alivyokuwa amerejea baada ya siku 40. mtume sallallahu alaihi wasallam pia atarejea tu baada ya muda, na watu wanaoleta shutuma zidi yake na ni wanafiki, yeye atawaua na atawasulubu. Na alikuwa amesimama imara juu ya madai yake, mpaka hakuna sahaba yeyote aliyethubutu kukataa jambo lake. Na watu kwa kuona jaziba hiyo ya Hazrat Umar wakawa na yakini na imani ya kwamba kile anachosema Umar ni sahihi, mtume sallallahu alaihi wasallam hajafa, na athari za furaha zikaanza kuonekana juu ya nyuso zao. Walikuwa wamekaa wakiinamisha vichwa vyao, na hapo wakaviinua juu. Kwa kuona hali hiyo, baadhi ya maswahaba wenye busara wakamkimbiza sahaba mmoja kwa Abubakar, ambaye mtume sasa alipokuwa amepata unafuu kidogo kwa ruhusa yake, alikuwa amekwenda katika kijiji fulani karibu na Madina, na wakamkimbiza sahaba huyo ili amlete haraka, amwite. Sahaba huyo alikuwa njiani, ndipo akakutana na Abubakar, na yeye alipomwona machozi yakaanza kutiririka machoni mwake, naye hakuweza kujizuia. Abubakar akaelewa na kufahamu mambo yote, na akamuuliza sahaba huyo kwamba je, mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki dunia? Ye akasema kwamba Umar anasema mtu atakayesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, mimi nitakata shingo yake na upanga wangu. Hapa Abubakar akaja nyumbani, akaja katika nyumba ya mtume sasa, na shuka iliyokuwa juu ya mwili mtakatifu wa mtume sasa yeka akaiondoa, na akafahamu kwamba kwa kweli mtume amekwisha tangulia mbele ya haki. Kwa sababu ya huzuni ya kuondoka kwa mpendo wake, machozi yakaanza kutoka machoni mwake. Hapo akainama chini na akabusu paji lake na akasema, wallahi Allah hatajumuisha mauti mbili juu yako. Mauti yako imeiletea dunia hasara ambayo haijaletwa na mauti ya nabii yeyote mwingine. Dhati yako ni tukufu sana, na shani yako ni hii ya kwamba hakuna maombolezo yanayoweza kupunguza huzuni ya kuondoka kwako. Kama kuzuia mauti yako kungekuwa katika uwezo wetu, basi sisi tukitoa uhai wetu tungezuia mauti yako. Kwa kusema hayo, akafunika uso wake na kitambaa na akaaja kwa watu ambako Hazrat Umar alikuwa ameketi pamoja na maswahaba, na alikuwa akiwaambia ya kwamba mtume hajafa bali yu hai. Abubakar akaja huko na akamwambia Hazrat Umar kwamba sasa yeye anyamaze kidogo, lakini yeye akaendelea na maongezi yake. Hapo Abubakar akaelekea kwa watu wengine na akasema kwamba mtume sasa amekwisha fariki dunia. Maswahaba watukufu wakimwacha Hazrat Umar wakaaja kujumuika pembezoni mwake, na kisha Hazrat Umar pia akalazimika kumsikia. Hata Abubakar akasema kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kwamba wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afain mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa innaka mayitun
innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya ayuha nnasu man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana yabudu llaha fa inna llaha hayyun la yamut. Yani muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume tu, na kabla ya mtume saa salam mitume wote wamekwisha kufa. Basi kama yeye afe au auawe, basi je mtarejea kwa visigino vyenu? Kwa hakika wewe utakufa na watu hawa pia watakufa. Eni watu, yeyote aliyekuwa akimwabudu muhammad sallallahu alaihi wasallam asikie ya kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam amefariki dunia, na yeyote aliyekuwa anamwabudu allah akumbuke ya kwamba allah yu hai na ye hafi. hata abubakar aliposoma aya hizo za juu na akawaambia watu ya kwamba mtume saa salam amekwisha fariki dunia, masahaba wakapata kuelewa uhakika nao wakaanza kulia. na hat umar mwenyewe anasema ya kwamba kwa kupitia aya za qurani tukufu abubakar alipothibitisha kifo cha mtume saa nikahisi kwamba aya hizo zimeshuka leo, na miguu yangu ikashindwa kuinua kichwa changu, miguu yangu ikatetemeka, nami kwa sababu ya huzuni nikaanguka chini. kuhusiana na hilo kuna ijimaa ya kwanza ya waislamu iliyotokea. almuslim maud raziallahu anhu anasema ya kwamba kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam mitume wote wamesha kufa tayari, akiwemo masihi vile vile. hivyo juu ya kifo cha mtume saa salam waislamu walipopata hofu na wakashindwa kuvumilia huzuni hiyo, na katika hali hiyo hiyo ya huzuni hat umar akanyosha upanga wake akisema kwamba kama kuna mtu atakayesema kwamba mtume mtukufu saa salam amekufa, mimi nitakata shingo yake. mtume saa salam hajafa bali ameenda kukutana na mungu kama musa, na kisha atarejea na atawamaliza wanafiki, kisha atakufa. kana kwamba yeye alikuwa na itikadi ya kwamba maadamu wanafiki hawamaliziki mtume hawezi kufa, na kwa kuwa wanafiki walikwepo hadi kifo chake, hivyo yeye kafahamu kwamba mtume hajafa. hata abubakar ambaye wakati ule alikuwa amekwenda katika kijiji fulani karibu na madina, ye akaja na akafika katika nyumba ya mtume salam, akauona mwili mtakatifu wa mtume salam na akajua kwamba kwa kweli mtume amekwisha fariki dunia. kisha akatoka nje na akaja akisema kwamba mwenyezi mungu hatampatia mtume salam mauti mbili, yani mauti ya kimwili na mauti ya kiroho, ya kwamba pamoja na kifo chake waislamu waharibiki. kisha akawaendea masahaba katika majlisi yao na akawaambia watu ya kwamba mimi nataka kusema jambo fulani. hatumar alikuwa amesimama na upanga wake na alikuwa na nia hii ya kuwa mtu fulani akitangaza kuhusu kifo cha muhammad saa mimi nitamua. hata abubakar akasimama na akawaambia watu akisema kwamba man kana minkum yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana minkum yabudu llaha fa inna allaha hayyun la yamut. yani mtu ambaye alikuwa akimwabudu muhammad sallallahu alaihi wasallam asikia kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam amesha kufa, na mtu aliyekuwa akimwabudu allah afurahi ya kwamba allah yu hai na hatakufa kamwe. kisha akasoma aya hii ya qurani tukufu kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kwamba wama muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul afaimata au qutlan qalabtum ala aqabikum. muhammad saa salam alikuwa mtume wa allah na mitume wote waliopita kabla yake wote wamesha kufa. sasa kwa nini yeye hatakufa? na kama akifa au akiuawa, basi je mtarejea kwa visigino vyenu na mtaiacha islam? hata umar anasema ya kwamba hata abubakar akasoma aya ya qurani tukufu, hapo macho yangu yakafumbuka nami nikahisi ya kwamba aya hiyo imeshuka saizi, na nikapata kuelewa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki dunia, na miguu yangu ikatetemeka nami nikaanguka chini. muslim maud raziallahu anhu akieleza hali hiyo anasema kwamba hiyo ndio ijimaa pekee ya maswahaba, kwani wakati ule maswahaba wote walikuwepo kule, na kwa hakika wakati kama huo haujawahi kutokea kwa waislamu, kwani kisha waislamu hawakuweza kujumuika kwa pamoja katika mkutano huo. hata abubakar akasoma
aya hiyo ya qurani tukufu ya kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa allah tu na kabla yake mitume wote wa allah waliokuja wao wameshafariki dunia, basi kufa kwake si jambo la ajabu na masahaba wote wakaafikiana naye. almasihi maud alayhi salatu wassalam akieleza jambo hilo hilo anasema ya kwamba hata abubakar siddiq radhiyallahu taala anhu ameufanyia umati huu wa kiislam hisani kubwa sana ambayo hatuna uwezo wa kutoa shukrani kwake. kama yeye akiwakusanya maswahaba wote katika misikiti wa unabii asingewasikilizisha aya hiyo ya kwamba mitume wote wa zamani wamesha kufa, umati huu ungeangamia, kwani katika hali hiyo maulama wenye ufisadi wa zama hizi wangesema ya kwamba maswahaba radhiyallahu anhum pia walikuwa na itikadi hiyo ya kwamba hat isa yu hai. lakini sasa kutokana na kueleza kwa sidiki akbar aya hiyo, ijmaa ya maswahaba wote imetokea tayari ya kwamba mitume wote wa zamani wameshakufa. bali juu ya ijmaa hiyo shairi ikaindikwa: mwenyezi mungu aiteremshie roho ya abubakar maelfu ya rehema zake, ambaye akaziokoa roho zote kutoka maangamio. na maswahaba wote walikuwa wameshiriki katika ijmaa hiyo, hata mtu mmoja tu hakuwa nje. na hiyo ilikuwa ijmaa ya kwanza ya maswahaba, na ijmaa hiyo ilikuwa yenye baraka. na kuna mfanano mmoja kati ya abubakar na masihi maud, nao ndi huu ya kwamba kuhusu hawa wawili kulikuwa na ahadi ya allah ndani ya kurani tukufu ya kwamba hali ya hofu itakapotanda katika islam na watu wataanza kuritadhi, ndipo wao watazihiri. hivyo ndivyo itokavyo katika zama za abubakar na masihi maud, yani katika zama za abubakar baada ya kifo cha mtume sasa mamia ya waarabu wajahili wakaritadi, na kulikuwa na misikiti miwili pekee ambamo swala ilikuwa inaswaliwa. abubakar akawaongoza tena katika islam, na katika zama za masihi aliaitiwa malaki ya watu wakaritadi kutoka islam na wakawa wakristo. na hali hizi mbili zinapatikana katika kurani tukufu, yani zinapatikana kama bishara. kuhusu ukhalifa wa abubakar kuna maelezo yake. maswahaba watukufu walipopata taarifa ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ansar wakajumuika katika sakifa bani saida. katika majlis hiyo wakazungumza kuhusu swala la ukhalifa. ansar wakajumuika kwa kiongozi wa khazraj saad bin ubada. katika siku hizi saad bin ubada alikuwa anaumwa. yeye akieleza huduma za ansar walizokuwa wamezitoa katika kuitumikia islam, akasema kwamba wao wana haki ya ukhalifa. lakini ansar wakamtaja hata saad bin ubada ndiye mwenye haki ya kuwa khalifa, lakini answar walikuwa bado hawajafanya baiati yake. ndipo mmoja wao tu akasema kwamba wahajiri wasipokubali ukhalifa wa saad hapo itakwaje? hapo mtu mmoja akatoa pendekezo akisema kwamba mtu mmoja awe khalifa kutoka answar na mmoja awe khalifa kutoka wahajiri. lakini saad bin ubada akasema kwamba huo utakuwa udhaifu wa banu aus. answar walipokuwa wanashauriana kuhusu ukhalifa katika sakifa bani saida, hat umar bin khattab, hat abu ubaida bin jarrah na masahaba wengine wakubwa walikuwa wanazungumzia kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam katika misikiti wa unabii. hata abubakar siddiq radhiyallahu anhu na hat ali na watu wengine wa ahli za mtume sasa walikuwa wanashughulikia mambo ya mazishi ya mtume sasa. hakuna aliyekuwa na habari ya ukhalifa, na walikuwa hawana habari ya answar kwamba answar wameshajumuika na kutoka answar wanataka kumchagua mmoja wao kama amiri. imeendikwa katika tabakati kubra ya kwamba hat umar akaja kwa hat abu ubaida bin jarrah na akasema kwamba lete mkono wako ili mimi nifanye baiati yako. kutoka ulimi mtakatifu wa mtume sallam ulikuwa umetajwa kuwa amini wa umati huu, yani aminul ummat. hapo abu ubaida akamwambia umar kwamba tangu upoke islam sijawahi kukuona ukisema jambo kama hilo la ajabu. je, wewe utafanya bayati yangu ilhali nyini mna siddiq na saniyosnen, yani hata abubakar siddiq yupo kwenu?
katika muda huo huo wakapata taarifa kuhusu answar kwamba wamejumuika katika sakifa bani saida. hapo hat umar akamtumia abubakar ujumbe akisema kwamba kuna dharura. hat abubakar akieleza uzuru wa shughuli zake za maziko akakataa kutoka nje. hapo umar akamtumia ujumbe tena akisema kwamba kuna kazi muhimu imetokea, hivyo uwepo wako ni muhimu sana. hapo abubakar akatoka nje na akamuuliza hat umar ya kwamba kuna kazi gani muhimu zaidi kuliko mazishi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwa ajili yake wewe umeniita? hat umar akasema kwamba je, unajua ya kwamba answar wamejumuika katika thaqifa bani saida na wana nia ya kwamba wamfanye hasad bin ubada kuwa khalifa, na mtu mmoja kati yao amesema kwamba amiri mmoja atokane nasi na mmoja awe kutoka Quraishi. abubakar siddiq aliposikia hayo akifuatana na hat umar na hat abu ubaida bin jarrah akafika katika saqifa bani saida ambapo mjadala ulikuwa unaendelea. hat abubakar, hat umar na hat abu ubaida wakaenda kuketi kati yao. kuna riwaya isemayo kuwa hat umar anasema sisi tulielekea kwa answar na tulipofika karibu na answar tukakutana na watu wawili, wam bin saida na aman bin adi. wao wakatuambia kuhusu mpango wa answar, kisha wakatuuliza kwamba tunakwenda wapi. wao wakasema kwamba sisi tunakwenda kwa ndugu zetu answar. wao wakasema kwamba hakuna haja ya kwenda kwao, nini mujiamulie wenyewe. anasema nikasema kwamba wallahi sisi lazima tutawaendea. kwa vyovyote vile hatumar anasema ya kwamba sisi tukawafikia answar na mimi nilikuwa nimefikiri kuhusu mada fulani katika moyo wangu kwamba mimi nitaieleza mbele ya answar. basi nilipofika kwao na nikasogea mbele ili niseme jambo fulani, hata abubakar akaniambia kwamba ngoja mpaka niongee nao kisha unaweza kusema upendacho. kisha hata abubakar akaanza kuongea na maanswar na jambo ambalo nilitaka kulisema ye akalisema na akasema zaidi yake. hutuba ambayo hata abubakar alikuwa ameitoa muhtasari wake ndio huu ya kwamba abdullah bin abdurrahman anasimulia ya kuwa hata abubakar alianza kutoa hutuba baada ya kumhimidia allah akasema kwamba kwa yakini allah amemtuma muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa viumbe wake akimfanya kuwa nabii na msimamizi wa umati wake ili wao wafanye ibada ya allah na wakiri kuhusu tauhidi yake, ila hali hapo kabla wao walikuwa wakiabudu miungu mbalimbali na walikuwa wakisema ya kwamba miungu hawa ni waombezi wetu mbele ya allah na ni wenye kutunufaisha, ila hali wao walikuwa wametengenezwa na mawe na mbao. kisha abubakar akasoma aya ifuatayo: wayabuduna min dunillahi ma la yazurruhum wala yanfauhum wayakuluna haulai shufauna indallah, na wanaabudu kinyume cha allah yasiyoweza kuwazuru wala kuwafaidisha, na wanasema kwamba hao ndio waombezi wetu mbele ya allah. ma naabuduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa, sisi hatuwaabudu hawa ila wapate kutufikisha karibu kabisa na allah. waarabu wakachukia jambo hilo kwamba wao waache dini ya mababu zao. hatumar alisema kwamba kwa kusoma aya hizo ya kuwa waarabu walichukia jambo hili ya kuwa wao waache dini ya mababu zao, basi allah katika kaumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawachagua muhajirin awalin ili wamsadikishe mtume sallallahu alaihi wasallam na wamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na wampe moyo, na katika muda wa upinzani mkali na mateso makubwa waendelee kusimama kidete pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali watu wote walikuwa maadui zake na walikuwa wakiwa dhulumu. lakini ijapokuwa walikuwa wachache na wakaona zulma na mateso kutoka kaumu yao, wao hawakupata hofu na walikuwa wa kwanza waliofanya ibada ya allah katika ardhi na wakamwamini allah na wakamwamini mtume wake
nao ni marafiki za mtume saa salam na ni watu wa familia yake, na baada ya mtume saa salam wana haki zaidi ya ukhalifa. Katika swala hilo hakuna mwenye kubishana na kugombana nao isipokuwa yule aliyemzalimu. Hii ni kundi la Maanswar, na nyini ni watu ambao ubora wenu katika dini na kutangulia kwenu katika Islam ni jambo lisiloweza kukataliwa. Nyini mmekuwa wasaidizi wa Allah na mmekuwa wasaidizi wa mtume wake, hivyo Allah amewarizieni, naye akafanya mpango kwamba nabii wake ahamie kwenu na wake zake wengi na maswahaba zake wanaishi kwenu. Baada ya muhajirin awalin, nini ndio bora zaidi katika Islam. Maamiri watatokana nasi na nyini mtakuwa mawaziri, na katika kila swala ushauri utachukuliwa kutoka kwenu, na hatutatoa uamuzi wowote katika mambo muhimu bila kupata ushauri kutoka kwenu. Hutuba ambayo hata Abubakar alikuwa ameitoa katika Saqifa Bani Saida, kumbukumbu zake zinapatikana hivi katika Sirat Halbia. Yeye alisema, ama kuhusu swala la ukhalifa, basi watu wa Warabuni hawatakubali isipokuwa utokee kutoka Quraish. Watu wa Quraishi kutokana na nasaba yao na watani wao ambayo ni Makka ni watu walio bora kabisa. Sisi katika nasaba yetu tumeungana na Waarabu wote, kwani kila kabila lina uhusiano fulani na Quraishi. Sisi ni muhajirina tuliotangulia kukubali Islam, na sisi tunatokana na familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ni jamaa zake. Sisi ni wenye utume na tuna haki ya ukhalifa. Imam Ahmad bin Hanbal akieleza matukio hayo hayo katika Musnad yake ameeleza kuhusu mchango wa hata Abubakar Siddiq aliyochangia, na baada ya kueleza ya kwamba hata Abubakar alitoa hutuba kwa Waislamu ilipotokea kifo cha mtume saa salam na akatangaza kuhusu kifo chake, kisha msimuliaji anasema ya kwamba hata Abubakar ni baada ya kutoa hutuba, baada ya kutangaza tangazo la kifo cha mtume, sasa hata Abubakar na Umar radhiyallahu anhuma wakaelekea kwa kasi kwa Saqifa Bani Saida hadi wakafika huko. Hapo hata Abubakar akaanza kuongea na Manswar, naye akaeleza yote ambayo yameandikwa katika Qurani tukufu kuhusu ubora wa Answar, na pia akaeleza ubora wao katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha hata Abubakar akasema kwamba, je, mnajua ya kwamba mtume saa salam alikuwa amesema ya kuwa kama watu watembee katika bonde moja na Answar katika bonde jingine, mimi nitatembea katika bonde la Answar. Kisha akaelekea kwa Saad na akamwambia kwamba, e Saad, je, unajua ya kwamba wewe ulikuwa umeketi mtume alipokuwa amesema ya kwamba wenye haki ya ukhalifa watakuwa Quraishi, na watu waliowema katika watu watakuwa chini ya watu wema wa Quraish, na watakao kuwa waasi watakuwa chini ya waasi wa Quraish. Saad akasema, wewe umesema kweli, sisi ni mawaziri na nyinyi ni maamiri. Huzur amesema habari hizi bado zitaendelea inshallah. Kuhusu hali tete ya dunia ya leo, ningependa kusema kwamba tufanye maombi mengi, kwani hali imekuwa tete sana na inaweza kuwa mbaya zaidi na hatari inazidi. Si swala la nchi moja, bali nchi nyingi zitaingia humo kama hali hiyo ikiendelea kuwa tete zaidi, na kisha athari ya mwisho huo wenye hatari itabaki mpaka vizazi vijavyo. Mungu afanye ya kwamba watu hawa wawe wenye kumtambua Allah, na kwa ajili ya kutimiza tamaa za nafsi zao wasichezee uhai wa binadamu. Kwa vyovyote vile sisi tunachoweza kufanya ni maombi pekee, na tunaweza kuwafahamisha na tunafanya hivyo, na tangu muda mrefu tunaendelea kufanya hivyo. Lakini katika siku hizi hasa wanajumuiya wanatakiwa kufanya maombi mengi. Hali hii ya kivita, hali inayotisha na maangamizo ambayo mtu hawezi kufikiri katika fikra zake, ambayo yanaweza kutokea, Mwenyezi Mungu ausalimishe ubinadamu kutoka maangamio hayo yote.
baada ya swala nitasalisha sala ya jeneza ya ghaibu ambayo ni ya mheshimiwa Khushi Muhammad Shakir saheb, mbashiri wa jumuiya. Siku za nyuma yeye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 69. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah yeye alikuwa musi katika familia yake. Jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kumpitia babu yake hat Maulvi Karim Baksh saheb, sahaba wa Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Yeye kwa kuona nishani ya tauni alikuwa amefanya baiati. Vivyo hivyo ndugu ya mke wa hat Maulvi Karim Baksh saheb, bi Fazl bibi sahiba hat Haji Muhammad Abdullah saheb, pia alikuwa amefanya baiati juu ya mkono wa hat Masihi Maud alayhi salam. jina la hat Haji Muhammad Abdullah saheb linapatikana katika historia ya jumuiya kwenye jalada la 4, jalada la 8 likiwa na namba 23. ama kuhusu Khushi Muhammad Shakir saheb, basi yeye alifuzu mtihani wa kidato cha 4 mnamo mwaka 1969. kisha akajitolea wakfu na akaja kusoma katika Jamia Ahmadiyya mwaka 1977. akapata shahada ya shahid kutoka Jamia mwaka 1978. akafaulu katika mtihani wa Arabi Fazl, kisha akaendelea kuitumikia jumuiya. pia mwaka 1987 akapata shahada ya uzamili katika somo la Kiislam, na katika nchi ya Guinea Conakry akapata bahati ya kuitumikia jumuiya kama mbashiri pamoja na kuitumikia jamaat nchini Pakistan. akafanya kazi ya jamaat nje ya nchi na akapata diploma katika lugha ya Kifaransa. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia vijana 6 na mmoja wao ni mbashiri wa jamaat Nasir Islam sahib ambaye anafanya kazi katika mji wa Rabwa. kuanzia 77 hadi 91 akapata nafasi ya kuitumikia jamaat katika maeneo mbalimbali ya Pakistan, na kisha kutoka 91 hadi 2007 akatoa huduma kwenye nchi za Sierra Leone na Guinea Conakry. kisha akarejea nchini Pakistan na kuanzia 2008 akaendelea kufanya kazi katika maofisi mbalimbali za Anjuman. pia akapata nafasi ya kufanya kazi ya jamaat katika ofisi ya Additional Nazir Islahul Irshad Muqami na Nazarat Umure Ama. alipokuwa katika bara la Afrika, kutokana na juhudi zake watu wengi wenye bahati njema wakaweza kujiunga na jamaat na matawi mengi yakapatikana. alikuwa mbashiri mwenye kujituma sana na mwenye kufanya juhudi kubwa. kuna matukio yake mengi yatokayo katika uwanja wa tabligh ambayo watu wameyasimulia jinsi Allah alivyokuwa akimsaidia. mwaka 1986 mwezi Julai, katika kesi ya kalima tayyiba akapata bahati ya kutiwa ndani. mkewe anaandika ya kwamba maisha yangu yote ni shahidi ya kwamba yeye hakuacha swala wala swala ya tahajudi. alipokuwa akirejea kutoka safari ya kijamaati pamoja na uchovu wote alikuwa akiswali swala ya pamoja. hata katika maradhi yake alikuwa anaenda kuswali kwa pamoja. alikuwa na sifa chungu nzima. alikuwa akijitahidi sana kutekeleza haki za Allah na haki za watu wake. alikuwa ni mwenye kukanyaga njia zote za uchamungu na alikuwa akiupenda sana ukhalifa na kuutii, na alikuwa mnyenyekevu mwenye kuwaheshimu wabashiri na viongozi wa jamaat na mwenye kuwapenda watoto na kuwajali jamaa zake. alikuwa na shauku sana ya kufanya mahubiri hata katika maradhi yake ya mwisho. pia pale alipozidi katika maradhi yake na akaendelea kupelekwa katika hospitali kwa siku 3 mfululizo. kila alipokuwa akirejea nyumbani alikuwa na swala ya tahajudi na alikuwa haachi sala ya tahajudi. na siku moja anasema kwamba aliporejea kutoka hospitalini akaswali sala ya alfajiri, kisha akajiandaa na akaenda ofisini. alipokuwa akiambiwa kwamba apumzike kidogo, yeye alikuwa akisema kwamba hiyo ndiyo kazi ya mtu aliyejitolea wakfu, hivyo msinizuie. kijana wake Nasir Islam anasema kwamba tangu utotoni sisi tumemwona baba yetu akiswali swala ya tahajudi na tumeona kwamba yeye alikuwa na daraja ya juu ya utii. kiongozi wa jamaat awe mkubwa au mdogo, yeye alikuwa anamtii. kila siku kutoa sadaka ilikuwa kawaida yake, na alikuwa na shauku kubwa sana ya kufanya mahubiri na kumaliza shughuli zake. anasema kwamba nimemwona baba yangu alipokuwa anaitumikia jumuiya ya Ahmadiyya katika bara la Afrika
alikuwa anatumia kila dakika ya maisha yake, asubuhi au wakati wa matembezi ya asubuhi au wakati wa kula chakula katika hoteli au pale alipokaa kwa ajili ya kusubiri kitu fulani. Alipokuwa akikutana na watu alikuwa anawahubiri, wakiwemo maafisa mbalimbali wa polisi na wanajeshi, na alikuwa anatumia nafasi hiyo kama ipasavyo. Mtu fulani akikutana naye tulikuwa tunasema kwamba sasa baba yetu amemwona mtu huyo, hivyo lazima atamhubiri. kisha kuna kijana wake mwingine anayesema ya kwamba katika Afrika baba yetu alipopata shida mbalimbali katika uwanja wa tabligh akafanya maombi mengi na akaswali swala ya tahajudi. Hapo katika sijda akasikia sauti kwamba sina tabia ya kushindwa. Anasema siku ijayo shida ile iliyokuwa katika njia ya tabligh ikatoweka. Anasema kwamba wapo wengi walioandika matukio yake mbalimbali na kila mmoja wao ameandika ya kwamba marehemu alikuwa na tabia njema sana, alikuwa mnyenyekevu, mwenye kufanya maombi, na alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, na alikuwa anamtegemea Allah. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu, ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.